au ni mfano aya ya Qur'an kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aslagua ifua higawa ashwa ashukize ifua maji yashuku haramishwanishati idera shuka haramishwanishati shibanishati ilegea hai yani zihea za msomi zimea za msomea yani kubuja zikuli za lazimu baada yani asanisa hiyo pia ni ilmu ya lazimu wanadamu aelewe yani mwanadamu asili sa tumbole tu hama aya Qur'ani yahana ndio kwamba Allah subhanahu wa ta'ala sajeni wanasoma kwamba aya ni sawa na mnajeshi yani namna jeshi wahi washuka na namna jeshi wanadamu kuelewa wahi namna jeshi wahi washuka na namna jeshi wanadamu auelewa ni namna ya vua ya mshuka au mashbarishati ima togota mestotiro ima ishbarishati isu meza ya majiale amwesa agola hapo zimelea ziheye yani ishbarishati ni ishbarishati njema mwoni babo tujua lile ripali za muda ripali na zitu nyingi faidishie na shibalisha hiyo itoba rishukiza maji ya shuku irege ya hai ima shibalisha hiyo maji ya shuka kaya sumedi yani shibalisha kasumedi ya maji bei ya spali uju ya sereha bahari itoba spala jirege ya maji rinwe bei shibalisha ile kaisaidia na maji ya dalili ayani ya tulilia ujumalo shibalisha bahari mauri baselama mauri zialamaji sababu tena maji ndio nzuri yani maji ya shuka mshibalisha huyo yesaidia na maji ndio watu wengine ndio wafaidisha hao na maji yani kwa walabu wabahi kwamba maji ndio shuka lakini mshibalisha yale ndio kaeleza bei mshibalisha ile kaya pale maji wala maji ile kafaidisha mshibalisha ile wao yule alinga wanajua wasonyeza amba hiyo mfano wa mtu kwamba apara wahi apara message ya Uislamu apare Qur'an apare Uislamu apare Qur'an njia wao wasi wanadamu imara kaleta imara watu maone shibashati ni kwamba iridi ya maji aibeze baadaye aregea hali iparspatishia amesa shibashati spatishia wao na watu wengine wasipatishia wao babo asema mfano wa mtikoma ni Qur'an njia lele ni Qur'an njia airenge aisomo aielewa asuiti aitianzeni amozoitianzeni na wanye hiyo ni mfano wa madharau hiyo ni mwanadamu kama hiyo ni shirashati iliyopeti ikawa Hispania na watu pia baada ya hii asoma wale mfano wa mtu kwamba ni Qur'ani njia na gari kwa wasoma wale ni wengine ndio material wasi ni Qur'ani njia na msojia wasiireka wasiisoma alielewa wanaosoma wengine hapo wastanikianza ya kusufaidisha ndio wasalia Mungu wao faidisha wao someta ndio wastanikianza yuko kaitupalia maana wao ndio watu wengine ndio wapalia maana sio hao amsamola wale wasiidishia maana wasikurudie na Allah subhanahu wa ta'ala wao ndio kwamba Qur'ani njia njia hizi maneno njia kama pia njia bila msojia zoka zimpalia maana tokaiti maana ikafanyisha hata somo wala kafanyisha maana akatusomeza maana shirika ile kadhaa hiyo ni namna hiyo asroba bawahi ya Qur'ani nini ya shuka ni wahi ile shirika ikaisi isiki mtu yani isikiza maana wala mashwachati na hiyo ni elimu yani ujuzi au msikiza na Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala yule hikma yani mwanadamu ikalazimu amosoma amokana elimu kutoka yote ikalazimu kena tomobilizo ukena yani ukena elimu uikonesansi kwa ukenayo bikhasatan usikalize elimu yao yule usikalize na hikma ile pale mbinguni Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ndio kwamba zahara maneno yako ikaomba arabia baada hapo mwanadamu wawe lazimu ke imam kikomba usirega ya ilmu usirega usoma amesa usifaidishia nao ima ugeni kikomba usirega usifaidishia usifaidishia nao ima ugeba wao kikomba wao mshiga jahi kikomba kusina tamana maana kapata kufaidishia usirenga wala usifaidisha wala yani huo ni mchukamba wa ngora ambao mshiga
ajabu tena baada hapo wasuala muhimu ya kalazimu uliki wasi nekam waso elimu yao hiyo ikelazimu uihumie jicho kinayo basi aja asomea aya za wahi leo mshukia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati iqra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Maana alilete aya hizo yani Allah Subhanahu wa Ta'ala ashtahara wambia binadamu amwambia mwanadamu asome be usome tu maana wasoma unatoka nini wazaleka utosome tazoe yani utofaitisha maana bismi rabbika yani halatina la mala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala elimu yote tusoma ikale zimteba ni elimu itotokeza wawe upate hikma iliyo na elimu hiyo yufungamana na Allah Subhanahu wa Ta'ala na ni kama elimu hiyo yufungamana na Allah wala wawe kusimamia kama usifungana na mtigoba aliyoharamia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni wewe kusubalisha soma hasbabu ya mala huwezi usome hasbabu ya mali usome hasbabu ya chotoko hivi maana nikao usome hasbabu ya mali mali nikao kwa utapanda pia kuzile sultanisha be nikao usome hasbabu ya mali Mwenyezi Mungu wapara beto kuzile isoga wao tupare hikma maana ufungamaniha na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maana Qur'an hiyo yani wahi ndio yafungamaniza mwanadamu aliyoamrishwa na mwalahi ikawa amba aliyo mbinguni wasi leo waseshi hapa dunia litomba leo lidomino na watu kwamba wa occidentaux litomba wa namna leo wasomezao binadamu zi science wasomezao zi aibu wasomezao zi science namna kwamba wasomezao kwa yani wasomezao laicite yani wasomangua mwoni na hiyo ya wanadamu shikitomba isusikaliza na maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yani hiyo itokeza ta wengine wa science leo hawawati kwamba wao wasoma wao malaika maafika wasoma Mungu wakitomba kwa Mungu wakati wengi yani msomo wao shika wahele zamanati yani wasoma elimu yao ile science yao ile iswasweleza zipo bazajeshi na mnajeshi sio wasweleza bila washimueleza maana sio na mimi maana hiyo ndio kama monina na roho ya mwanadamu utoke ya kitu ikawa utoke ya roho kama hiyo kugawanisha na Allah Subhanahu wa Ta'ala na mwanadamu ikakapete atampaka hivi mwanadamu mweleze pia mwanadamu toko yote mweleze pia mweleze zianze mweleza pia Moisa bila mwanadamu weka kasatiswe maana wewe unaweza tena ajibu mmoja na mnajeshi atoni showezo ajajeshi asirahi yushi kwa istokisa mwanadamu wewe tisa masala mengi lakini ikawa umwambie pia somo sisa bila mwanadamu anashiki kama itoke roho nayo shitio yuweza imshute yimsikanize na Allah Subhanahu wa Ta'ala na mwanadamu wewe pale yakini yani wewe tulia wewe pale mshilio wewe pale mwanadamu ukapete mwanadamu ukapete harwa kondiso moja mwanadamu wewe wasini harwa daraja afiti muhalasi lilirikoma wai asikana na Allah Subhanahu wa Ta'ala asujua malaki amesa subenza malaki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesa lijue maone ya karabia wa watu kama wengi de patience sans conscience n'est que ruine de l'âme nika yani science tokoyote ayikuto yote igamba hiyo mwoni yayo kwa watu wa hikma kwa watu wa yani ushiki kama itotongeza udunge aimu ile harwa ustedi neka kusi hamuoni muyo kaisubinga wa kana limiti babo muyo hiyo jabija imangamiza ibutereza ubora wa Islam leo kwamba Uislamu ujaoeleza utokeza yani mwanzoni anakueleza kwamba dini ya tauhid dini ya kuwahidisha Mungu ya kuomba Mungu mmoja tu yule dini kwamba itokeza imbini mwanadamu imbini binadamu ajata adevelope science leo maana sasa wakati Uislamu
Uislamu waja maana sisi pia tunaanza na Uislamu wakati Uislamu waja uja kutulia mwanadamu zikitandiko nyingi kwamba zikazi mfumo mwanadamu kakushinda hafansi na bahati kwa yote bitu Uislamu ndio wajatoa zikitandiko hizo ikomba zikazi msene mwanadamu usogeza mwanadamu maana asharati harama aya kwa yule amba Allah subhanahu wa ta'ala huwa ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi جعل لكم الأرض فراشا جعل لكم السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم الله أعلم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس هو المنادى نمعبد الله سبحانه وتعالى معلمه ويقوم وين مهاني أو من وكيقوم وهو قبله لعلكم تتقون ونمعبد كيل تمريا الله لكم سمعبد وبنابه ونمعبد تقاري درجة ما يتقوى تقاري درجة يوم بها Mungu سبحانه وتعالى Mungu يقوم يعني أمومي شبالشاتي ashikitavua ije shibashati mbara mfaidisha hapo yani ayakwani Allah asubinga wao mwanadamu ukemti kwamba usugalia hapo ulanga usugalia hapo zikoba zuzingitia ufikiri na mnajeje zikao nyingi ndio kama Mungu ayumba ikaoni kila siku wao wanaweza kuitunde mmoja ili uweze kuone uolo wa Mungu hawaikaoni yani wao wanadamu kila siku muangalie wakuangalia umaizi uelewe wamasoelewa ujue maana tulizofungamana tena Mwenyezi Mungu Subhanahu ikawa Mwenyezi Mungu ayupo ili lazima yuumini atawao mshwa Mungu amesha kufungamana na wale Allah Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu asante bwana wao wanadamu kutoka kama kufikiri wao wanadamu kutoka kama kusomea leo wao wanadamu kutoka bila lazima pia hizo haramu hiyo uzungu wao uelewe wamasoelewa ikisababu pale hikma kufungamana na wala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameza pamaliza mwanadamu asambia amba mwanadamu wae ikela zimu ajue zitu nyingi mauli atomfano wa mahaba atomfano wa mahaba na mnajeje mahaba yakao hamkisna na mnajeje mahaba yakao hamkikomba kamshi Mungu wao wasokoba kama Mungu anisa amba mahaba yao kikomba wao kwa Mungu mahaba yao yote yo zina yani yo mtuliza kuchomea hiyo watu kushiriana na wasuhi wale yo kama Mungu kuna kwa hewa hapana yani hizo Roma ikaomba suhamia zitabia nguvu pia ikaomba zitotokeza zifamiza sumeshi yote mahaba ya Mungu wala kwa mjini bila mahaba hii kama Uislamu alidefinise mahaba yao tongeza ni Allah Subhanahu wa Ta'ala rakoma wa ta'ala bainakum mawaddatan wa rahma yani alishi baina baba na mama mahaba mahaba yao yaje na tongwebi ngizo ikomba itutokeza ndora ipepete rahma yani rehema baina pores baina baba na mama neoleka ndora zatu kasuhuia kwa hizo wao ndora kaskafeti kwa hasatan mtu Islam wao wanakuwa mahaba wanakuwa wanakuwa mahaba yao bila mahaba kasia baina mtu baba na mtu mama bila mahaba yao ata mwana na babaye ata mama na mwanae au baba na mwanae yani yao mahaba ya Islam yani kashuzia kama hapo stadiani zile baina mtu baba na mtu mshe bila mahaba ikenda zitongeze wao umbeze baba umbeze mama umbeze mumbeze ile pale kama mahabari yao ukutombeza baba na mama nikakusumbeza Mungu maana asibabu uzuri ya Mungu yetufungamana sana mahaba na wao na baba haya na mama yao wao binamle wananya kasoma pale kwa kutisema swala shao wao ususia wao zasalia hamna swala ya kutisha na kutisha Donc, moi, je vais envoyer un message à ce moment-là, je vais envoyer un message à
العلم والإيمان أقول طبعا مسألة دينية تجسها بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on a parlé de la science et de la foi. Et en question de foi, justement, et de science, ma question ira dans ce sens, mais un peu plus, surtout au niveau de la sola. Donc, la question que le frère ici, il a voulu poser, c'est que il y a un frère qui est parmi nous ici dans la ville. Il est venu avec une autre citation concernant, par exemple, la tahiyat, et puis aussi avec la salat ala nabi. Je sais que la question a été posée sur certains mosquées, mais on revient un peu sur, parce qu'il est venu avec des publications que j'ai ici à la main. On va ici seulement on pose des questions concernant la tahiyat. Il y avait ces coraniques en disant concernant, comme toujours disait au moment jusqu'à maintenant. S'il vous plaît, respectons l'ordre qui a été choisi par le frère. D'abord des questions qui concernent la thématique du traité, et s'il y a des questions en dehors de la thématique, on les pose à la fin. Donc il me semble qu'une question sur la tahiyat, c'est une question qui relève de fiqh, mieux vaut la poser à la fin pour respecter l'ordre qui a été choisi par l'Oustad. D'accord, ok. S'il y a bien des questions sur le livre. Salam alaikum. C'est pas une question, mais c'est pas une question, mais je le souhaitais que l'imam qui est là nous donne une vision religieuse sur l'évolution. Sur l'évolution, parce que bon, l'évolution, est-ce que l'être humain vient du singe, comme on nous dit? Est-ce que la vie vient de l'autre? Donc une vision religieuse sur l'évolution. Si on va changer, voyez-le, après il parle avec dans le jeu. Kedua fundamental, masih ambil bahwa hari Malaysia ialah mamaji, masih aktif orang Malaysia adalah mamaji dia ada tawasiwan orang bahwa ada tahu kamar jawi, ada tawasi ada tandu, dua ratus meter. Kedua kemarin Malaysia itu mesti arrivé naik dari din parpol lagi. Alors. Bismillahirrahmanirrahim. Sur la question de l'évolution, d'abord, on doit faire une distinction entre ce qui relève d'un fait scientifique et d'une doctrine ou d'une théorie scientifique. Le fait scientifique, c'est quelque chose qu'on a expérimenté et on est d'accord, après avoir mesuré les choses, sur la réalité de ce dont on parle. Mais l'évolution, jusqu'à présent, ça reste une théorie, la théorie d'évolution sur laquelle l'homme et le singe auraient un ancêtre commun, c'est plutôt dans ce sens-là que ça va, où l'homme et le singe, bon, ils auraient un ancêtre commun. Et cela, c'est une théorie. Or, Darwin lui-même a exprimé dans l'origine des espèces une objection à sa propre théorie en disant si telle est l'évolution, comment se fait-il qu'on ne retrouve pas dans l'écorce terrestre les étapes, les fossiles qui montrent qu'il y a eu une évolution progressive. Vous voyez, vous connaissez ces images où on voit un singe et puis quelqu'un qui se redresse, et quelqu'un qui se tient debout. Eh bien, dans tout ce qu'on a découvert jusqu'à présent, à ce jour, il n'y a rien qui permette scientifiquement de montrer qu'il y a eu une évolution au cours des siècles dans ce sens-là. Il y a un chaînon qui est manquant. Et en fait, on a observé que c'est exactement le contraire. Il y a des gens, des scientifiques, et là j'ai des textes que j'ai moi-même publiés sur mon blog à la Tribune de Genève, dont j'ai parlé, et j'ai pas les citations là sous la main, de scientifiques de réputation dont la renommée n'est pas à faire, et qui vous disent qu'à force de rechercher dans la Terre les éléments susceptibles de prouver cette théorie de l'évolution, on a observé qu'il y a plutôt une carte qui nous permet de dire que les catégories, les différentes espèces, les classes sont apparues de façon simultanée. Ça va plus dans le sens de la création.
Et donc ça, c'est une chose aussi qu'il faut mettre en avant. Donc l'évolution, ce n'est pas une certitude, une vérité scientifique. Si on tient à l'inculquer, eh bien il faut comprendre qu'est-ce que l'on vise derrière cela. On a dit tout à l'heure qu'au niveau de la foi, nous avons une origine, Dieu nous a créés. Et dans l'islam, c'est tout à fait clair. Allah a créé Adam. Et de Adam, il a créé Hawa. Et nous savons comment la création a été faite. C'est en fait le fruit de la volonté de Dieu. Nous sommes la création de Dieu. Et cela, eh bien, il est important de se rendre compte que quand on avance ce type de théorie, eh bien, on veut absolument couper l'être humain de l'idée de création, de son créateur, donc de son origine réelle. Tout comme on veut empêcher l'être humain d'avoir une perspective qui le conduise à l'idée qu'il va revenir à Dieu et qu'il y a une vie après cette vie. On veut confiner l'être humain dans le matérialisme ou dans la matière, dans la perspective étroite de cette vie terrestre. Et la laïcité, elle sert aussi à cela. Elle dit à l'homme, eh bien, on va organiser la vie. On va mettre l'essentiel entre parenthèses, et l'essentiel, c'est Dieu. Jules Ferry disait, mon but, c'est d'organiser l'humanité sans Dieu. Et donc, il s'agit de faire en sorte que l'être humain vive dans la seule perspective de la nature et de la matière qu'il voit. Avant, il n'y a rien. Après, il n'y a rien. On est dans le non-sens d'une perspective matérialiste de la vie. Et la théorie de l'évolution va dans ce sens-là. En fait, c'est une illusion, c'est une erreur. Il n'y a rien qui la prouve scientifiquement. Simplement, il suffit de dire aux gens, de poser comme ça des schémas, de dire voilà votre origine, de le répéter encore pour dire que c'est la science qui avance cela. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la science qui avance cela. C'est une volonté de réduire l'être humain à l'animal pour faire en sorte que toute sa vie, il soit conduit à user et à abuser des biens terrestres sans autre perspective que cette vie animale. Tandis que la foi, elle donne cette dimension de spiritualité qui redresse, qui élève l'être humain vers le haut. Il sait son origine, il sait vers qui il va revenir, il sait pourquoi il a été créé, et la science, elle se trouve précisément là. Suala la katisiwa hasatan ndo kilichoendelea wanahimu la katisiwa ugawani na l'évolution, la théorie de l'évolution ya théorie de l'évolution wananyatwa sana yaba yo théorie longo amba mwanadamu mfano